Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, msanii Diamond Platnumz ameweza kuchafua hali ya hewa. Ameweza kukinukisha kweli kweli baada tu ya sakata lake kuendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa inasemekana yeye ni mtuhumiwa namba moja au mshtakiwa namba moja, kwamba kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa sababu ya Jay Melody kupotea. Inavyosemekana kile kipindi ambacho Jay Melody aliweza kushirikishwa katika ngoma ya mapozi ya Diamond Platnumz ni kipindi hicho ambacho Diamond Platnumz alikitumia kwa ajili ya kuiba nyota ya Jay Melody. Hili sakata limeenda mbali zaidi. Kwa upande wa Jay Melody, yeye alizungumza na tuliweza kuona Jay Melody ni kwa namna gani aliweza kumtetea Diamond kwamba yeye hausiki katika swala hilo, na watu wasiendelee kuwa na imani potofu kwamba yeye ameibiwa nyota yake. Lakini Diamond Platnumz hakupata nafasi ya kuzungumza, na siku ya leo ameweza kupata nafasi ya kuzungumza na kuwajibu wale mashabiki wa Jay Melody wanaoona kwamba yeye ameiba nyota ya Jay Melody. Na huku ukiangalia Diamond tayari ni msanii mkubwa, ana haja gani ya kuiba nyota ya Jay Melody? Na sakata hilo liliweza kuanzishwa au kusema kuchochewa na mwanakaka Mwijaku. Mwijaku ndiye mtu wa kwanza ambaye aliandika ujumbe katika peji yake Instagram kuhusiana na Jay Melody, akawa amedai bwana Mwambino ameshapita na nyota, ameamua kumuibia Jay Melody nyota, jambo ambalo likapelekea historia ikawa trending na kila mtu akawa anaizungumzia huko kwenye mitandao ya kijamii. Siku leo Diamond Platnumz kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti picha ya Jay Melody, alafu akaandika ujumbe mzito ukiwa unafuatia chini ya hiyo picha ya Jay Melody. Baadaye akasema nimeona wengi mnaongea bila kuelewa ukweli wa mambo, mnaropoka tu. Huyu Jay Melody ana nyota gani itakayosababisha mimi niibe? Nimefanya ngoma na wasanii wangapi wakubwa, wakina Davido, Jason Derulo na wengine wengi. Hizo si ndo nyota za kuiba? Sasa niibe ya msanii wa bongo kwa kipi? Labda tumieni akili, sio kuropoka tu. Muulizeni msanii wenu kwa nini kapotea. Lawama sizitaki. Huu ni ujumbe ambao Diamond Platnumz ameweza kuandika katika peji yake Instagram, akiwa anamuelezea Jay Melody kwamba yeye Jay Melody ana nyota gani kusema Diamond Platnumz ameweza kuiba. Diamond anakuambia ameshakutana na watu wana nyota zao huko, wakina Davido, wakina Jason Derulo, wasanii wakubwa, mastaa wakubwa ambao hao labda kama kweli Diamond ni muiba nyota angeshaziiba hizo nyota zao. Sasa kuaje tena aje azushiwe kuiba nyota ya kimsanii kidogo, msanii wa kawaida kabisa? Inaonekana wazi kwamba Diamond amekasirishwa na hayo maneno ambayo yanaendelea huku kwenye mitandao ya kijamii, hajapendezwa nayo hata kidogo. Sasa itakuja kusababisha Diamond Platnumz awaangalie tu hao wasanii wanaochipukia, kwa sababu anaogopa kwamba nikifanya naye ngoma nikimbusti ili mradi apande juu, huyu msanii asipopanda juu matokeo yakawa tofauti, nitalaumiwa tena vile vile kama nilivyolaumiwa kwa Jay Melody. Nia ya Diamond haikuwa mbaya kwa Jay Melody, ilikuwa nia ya kuendelea kumsogeza mjini. Ile collab ambayo alimwalika ili msababisha Jay Melody akafahamika zaidi, lakini mashabiki hawajaliona hilo, wamekuja kuona baada tu ya Jay Melody kupotea. Sababu ni nani? Sababu ni Diamond, jambo ambalo sio kweli na wala halina ukweli ndani yake. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.